Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya michezo, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, katika kile ambacho kilichopo. Mambo yanaonekana kuwa mazito na kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Mvutano unazidi kukua mkubwa kila siku, marumbano hayaishi ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, jambo ambalo limeweza kufanya moja ya maamuzi mazito kuweza kutokea ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Ni nani huyo ambaye ameweza kufikia kuweza kufanya maamuzi hayo? Utakwenda kumjua hapa sababu na nini ambacho kimefanya mpaka kuweza kuchukua uamuzi mzito kwelikweli, ambao wengi hawakutarajia kwa kile ambacho kimeweza kutokea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, ambapo taarifa imeweza kutoka mapema kabisa muda huu, jambo ambalo limeonekana kuwa zito kwelikweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya mnyama Simba Sport Club. Ni jambo gani hilo? Ni hili hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya hapa, nazungumzia si wengine bali ni michezo, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo taarifa zetu zinakufikia. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, inazidi kujihakikishia kwamba wanataka kuibomoa timu yao wao wenyewe kulingana na yale mambo ambayo yanayoendelea kwa sasa. Mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sport Club ni kama vile wamevurugwa wakati huu, wakiweza kutaka kuweza kujua kile kiasi cha pesa ambacho walichokuwa wakiweza kuchangishana kupitia mauzo ya jezi za X Factor, miongoni mwa taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na mdhamini wa jezi za klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba, Jailuti, kwamba wanunue jezi kiasi ambacho kitakachofanya waweze kumpata X Factor kwa kila ambapo watakanunua jezi watu 100,000 kwa jezi 50,000 wataweza kufikisha kiasi cha pesa ambacho wataweza kumpata Faisal kiurahisi zaidi. Lakini mpaka dakika ya mwisho dirisha la usajili linafungwa, X Factor hakuonekana, mambo yakawa yameishia hivyo. Kwa hiyo klabu ya soka ya Simba ikashindwa kumpata Faisal katika dirisha hili la usajili. Sasa mashabiki wamekuja juu wakitaka kujua uhalali wa kile ambacho kinaonekana kwenye yale ambayo yaliyopo, ambapo mashabiki vindakindaki wameweza kuitisha mkutano na kuweza kuonekana kumshinikiza mwekezaji wa jezi awarudishie kiasi cha fedha zao ambao wamechangishana kwenye ile X Factor ya kumpata Feitoto, ambapo wachambuzi wakubwa wameweza kuibuka na kuweza kutoa maoni yao, hususan Jemedari Saidi akiweza kufunguka kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Anaandika, anasema ya kwamba wanaosimamia hii vita ya Simba dhidi ya Simba upande wa mwekezaji sio smart kabisa, ingawa ndio kila siku wanajisifia na wajinga kuwasifia eti ni wajuzi na nguli wa mambo ya michezo ikiwemo hizi vita. Kumchukua huyu jamaa anayejiita muhindi wa Simba kisha kuanza kumpigania mwekezaji ambaye kiasili wanatoka pamoja India ni kosa namba moja. Wanamtengenezea chuki ambayo wala sio ya lazima. Wangeweza kutumia wa Matumbi, Wangoni, Wangido, Wandengeleko, wamejaa mjini hapa, hawanaga kazi, na wangefanikiwa kupunguza
dhana kwamba wanapigania jambo la familia. Sasa kwa hiyo huu mkutano ulikuwa rasmi, mbona bidhaa za mwekezaji pia zimewekwa mezani kwamba hawana baraka za klabu kumshambulia mzabuni wa klabu ambaye analipa bilioni 5, huku mwekezaji anakusanya saini ya wajumbe kukopesha bilioni 6.5, ambapo amezungumzia kwamba akisema ya kwamba peji za klabu hazikuwahi kuonyesha sapoti ya challenge ya Jairuti kuhusiana na X Factor zina karibu wiki sasa, zijafanya lolote kupush mauzo ya jezi za mzabuni aliyeleta ilizali na mkataba unamlazimisha kujenga uwanja. Kwa hiyo mwekezaji na pesa zote anamuhofia Jairuti. Simba wanampiga vita mtu anayetimiza mkataba, wakimtaka mtu ambaye amekuwa akiwapiga longolongo kwa miaka sasa. Kweli akili ni nywele. Alafu mbona Jairuti hajaonyesha kugombea hisa za Simba kama ambavyo mchakato unaenda kuanza soon? Baada ya kusajiliwa baraza la wadhamini, mtawazuia wangapi? Katiba ishasainiwa na wawekezaji hawawezi kuwa mmoja au wawili, lazima wataanzia 3 kwenda hadi 5. Mnajua mnajitoa akili kumzuga tajiri kwa kuwa anapenda kusikia uongo wenu. Alafu kama huyu muhindi wa Simba ni mwanachama halali wa klabu, mwenyekiti anaruhusuje mzabuni anayetoa hela sio kwa mkopo na hajawahi kusema ziko benki abagazwe na ukoo mzima? Hakunaga kamati za maadili siku hizi? Akiweza kuhoji Jemedari Saidi kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya yale ambayo yanaendelea kwenye kumnanga Jairuti kuliko kile kinachoonekana. Lakini Shafii Daud anasema ya kwamba kumshambulia Jairuti kila siku bila hoja za msingi haikuijengi Simba. Huyu anayejiita muhindi wa Simba na kundi lake wanapaswa kutenganisha ukosoaji wenye hoja na mashambulizi binafsi. Jairuti akiwa mdhamini hana haki ya kutekeleza wajibu wake kulinda thamani ya brand na kuja na idea za kuongeza mauzo ya bidhaa rasmi za Simba. Kuhamasisha mashabiki kununua jezi original na kukemea wanaotengeneza au kuuza jezi feki sio kosa, ni kulinda biashara, brandi na mapato ya klabu. Kama kuna sehemu amekosea, wekeni hoja mezani na mjadili kwa fakti, lakini kumgeuza mtu kuwa adui kwa sababu anataka bidhaa rasmi za Simba zisiuzike zaidi haikusaidii klabu. Simba haiwezi kutaka kuwa klabu kubwa kibiashara alafu wakati huo ikipiga vita watu wanaojaribu kufanya brandi yake izalishe fedha. Ukosoaji ndio chuki binafsi? Hapana. Unaona bana, akiweza kuwakatalia hao ambao wanajiita wakosoaji kwa kile ambacho kinachoendelea bana. Hebu weka maoni yako hapo chini, unadhani Mo na Simba ni wapi ambako watafikishana?